Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Swali langu lipo katika ile swali la kwanza ulivyolijibu katika masuala haya ya kupunguza, jinsi ulivyoelezea. Hiyo upunguzaji huo unakwenda sambamba na kukusanya ama ni kukusanya kwa maana ile jamu takdimi au taakhir, ama ni kupunguza kama kupunguza tu raka mbili zile swala za raka 4 kama ilivyokuwa imeelezwa. Lakini jambo la pili, kama itakuwa pengine sikupata darasa wakati huo, basi angeo nakuwa haupo, lakini kwenye hii swala ya safari, je, yafaa kwamba ukakusanya lakini ukaswali zote kamili, yani ukafanya taakhiri au takdimi lakini kwa zote kamili pasina kupunguza? Je, hiyo inafaa au lazima upunguze? Wa alaykum salaam wa barakatuh. Inazungumziwa masala ya jamu baina salataini, tutakuja kuyazungumza, lakini nayo yanajuzu kwa sababu ndani ya safari. Kama tulisema kuna ruksa zile nane zitaja, moja ni qasru na nyingine jamu baina salataini, ni moja katika yanaruhusiwa. Lakini sisi tunaizungumzia qasri kwa sababu ndio yenye shuruti ambazo zinahitajika mtu uzichunge zaidi, na mara nyingine kwa sababu ya safari mashaka yake ndio tukaambiwa tupunguze zile swala. Kwa hiyo napunguzwa zile swala zilikuwa arba'ia, raka 4 kwa mfano dhuhuri na asiri zinapunguzwa raka 2. Ama kukusanya pia unaruhusika kwa njia ya safari, kwa maana kupata pesi kama dhuhuri ukaswali pamoja na alasiri. Sasa utaamua mwenyewe katika kukusanya kwako uzipunguze zote 2 au unataka kutimiza kama vile tulivyosoma nyuma kwamba kuna hali kutimiza ndio bora na kuna hali kupunguza ndio bora. Kwa vile ukiona kama kwa masafa yakizidi, masafa mfano imekuwa kilomita 123 na kuendelea, basi wakasema bora kupunguza kuliko kuswali kamili, kwa sababu moja katika maimamu au moja madhhab wao kama Abi Hanifa wao kwa wamewajibisha ikishafika masafa hayo, basi wao ni wajibu kupunguza. Kwa hiyo kupunguza ni kuna condition maalum zinakutaka wewe upunguze, ni bora kupunguza kwa kutimiza. Lakini kama utatimiza haina utata wote, haina tabu yote. Kwa hiyo unaweza ima ukusanye swala zako zote 2, ni ruksa. Katika kukusanya kwako ukapunguza, baada ya kuswali raka 8 ukaswali raka 4, kwa maana dhuhuri ukaswali 2 na alasiri ukaswali 2. Kama nilivyosema tutaelewa zaidi tutakuwa tunaelezea masuala ya shuruti salat al-qasri, na pia tukija kuelezea jamu baina salataini tutaweza kuona kwa uzuri zaidi. Ama kutimiza, sasa kutimiza sio jambo baya, unaweza ukatimiza katika zile kukusanya ukaswali zote 8, haina ubaya, bali kuna maeneo kama tulivyosema ndio muhimu na ni aula kupunguza, lakini unaweza ukatimiza. Maeneo yale ni 4 kama tulivyosema. La kwanza kuzidi masafa marhalataini ka 3 marahil. Ya pili idha wajada fi nafsihi karahiyat al-qasr, fana akaona kupunguza bwana, kama naona itakuwa sio uzuri, yani kama anahisi kuchukia, basi pale ni bora sasa apunguze, kama kuisogeza nafsi yake au nini, jambo ya ruhusa Allah alizozitoa kwa waja wake watumie. Idha shakka fi dalili al-qasr, hizi dalili zilizokuja kwa ajili ya nini ya kupunguza swala. Idha darabtum fil ardi inna alaykum an taqsuru min as-salat, kauna laisa darabtum, labda ikiwa mko katika mapambano ikamjia kama hivyo ana shaka, sio hii ya kawaida. Akasema hadithi zilizokuja kwa ajili ya kupunguza zina mashaka ili labda jasihi au basi hapo maulama akasema ni aula sasa ufanyaje kupunguza, sio kutimiza. Na pia akiwa yuktada bi hadrati nas, akawa ni mtu anaofuata akitokea kuswali au mfano akawa imam anaswalisha, basi achague ile aisar ambayo ndio bora kwa ile time hiyo, kwa sababu anaongoza watu
apunguze kwa watu takhfif. Hivi ndio hivyo. Lakini ukiswali umetimiza la malama fi sharia, na hata hivyo akasema ikionekana hali hizi nne basi kutimiza ndio bora kuliko kuswali. Kwa mfano umisi shaka yote au umesafiri marhala mbili, yaani kilomita 85 au 90, ile kutimiza ni bora. Maana hizi condition nne hizi, shuruti nne zikiwezekana, kutimiza ndio bora. Kama vile kwenye somo wa antasumu khairan wa antatimu pia ni khairi, lakini tumepewa takhfif kwa sababu Mtume SAW anasema katika hadithi sahihi, as-safaru qit'atun min al-'adhab, safari ni sehemu ya mashaka. Ile adhabu pale wala wamefasiri ni mashaka, yani dhiki na shida. Kwa hiyo usije ukaona swala iachwe kwa sababu ya mashaka ya safari, haiachwi. Ikiwa safari kwenye mapigano tu ya vita na nini, haiachwi swala, haiachwi, itakuwa kwenye safari. Na alhamdulillah sasa hivi wepesi huko, gari zinasimama kwenye vituo za kupendeka 15 za kula au za kwenda washroom, basi mtu anaweza kubatiliza kwa njia nini ya swala. Allahu ta'ala a'lam.